Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watu wa tiba za asili na afya iliyokuwa bora, tunaendelea tena masomo yetu mazuri kabisa ya tiba za asili, na leo tumekuja na faida za hizi mbegu za mronge kwa ajili ya wale watu ambao wenye kuathirika na matatizo ya gout, matatizo ya maumivu ya viungo, uvimbe katika mwili, matatizo ya misuli kukakamaa au mishipa misuli kukakamaa, matatizo ya viungo kukosa nguvu, basi na matatizo yoyote yale ambayo inahusiana na viungo vya mwili. Tumieni hii mlonge au mbegu za mronge kujitibia. Namna gani kujitibia? Ungana nami mpaka mwisho, insha Allah utapata mrejesho wake jinsi gani kujitibia. Ila wetu ni kuombe tu, tupo hapa kwa ajili ya kutoa faida katika hali ya kuwatibu baadhi ya watu au jitibu mwenyewe uko ulipo ili upate afya iliyokuwa bora zaidi. Tunafanya hivi kama sadaka. Sawa? Sasa kwa wale wote ambao wanasumbuliwa sana maumivu ya viungo, maumivu ya goti, maumivu ya kisigino, maumivu ya misuli, maumivu ya shingo, maumivu ya kiuno, huyu mtu ana uvimbe katika sehemu ya mwili, ana uvimbe usioisha, kila siku hana raha, misuli na mkakamaa, viungo vinakakamaa, tufanye kitu gani? Hali ya kuwa pesa hatuna, tunafanya nini? Na hali kadhalika tunafahamu uwezo wetu umetofautiana. Kuna watu ambao wana pesa, akiana shida tu kwenda hospitali kashajitibia na bima na kadhalika, hatukatai, wapo sawa watu. Lakini kwa wengine, baadhi yetu hatuna pesa, tuna maisha magumu kulikweli. Na tunasema hivi kwa sababu tunakutana na watu wanatufuata huko, bashia hata shilingi 10 sina, nifanyeje? Ndio dawa zendo kama hizi tunaja kuzielezea, zile ndogo ndogo ambazo ni dawa kubwa lakini zinaonekana ndogo kwa sababu hazina gharama. Sawa? Dawa ni nzuri sana. Nenda katafute mbegu za mronge. Ewe ndugu yangu mwenye kusumbuliwa na changamoto hizo, ndo nakwambia sasa. Nenda katafute mbegu za mronge. Utapokuwa umeshapata mbegu za mronge hizi, unazo nyingi kiasi. Then baada ya kuwa nazo nyingi kiasi, chukua hizo mbegu za mronge, fanya kuzikaanga. Namna kukaanga wengi wanafahamu. Usikaangi kama unavyokaanga karanga, hapana. Unachukua mbegu za mronge zenyewe zile, unachukua sufuria lako unazitia, unakuwa unazikaanga. Yaani kama unazikausha fulani hivi, fanya kuzikaanga kidogo. Sawa? Baada ya kuzikaanga hizi, utapokuwa ushazikaanga vizuri, ziweke pembeni, zisiungue, kumbuka. Then baada ya hapo ziponde ponde upate ule unga wake. Sawa? Baada ya kuponda ponda, chukua mafuta ya nazi. Mafuta ya nazi watu wengi wanafahamu kama coconut oil. Utapokuwa ushapata mafuta haya ya nazi, utachanganya na haya mafuta, utayaacha kwa muda. Then baada ya hapo utakuwa unatumia mafuta hayo katika hali ambayo ya kuchua katika mwili wako. Kama huyo mtu mwili wake matatizo, basi tumia kumchua katika mwili wake. Na insha Allah kwenye kuchua pate mchuaji ambaye mwenye kuchua haswa. Kama mtu viungo vimekakamaa, tumia kuchua, mshike mchue haswa. Mnyooshe viungo vizuri kabisa, insha Allah atajataka sawa biidhnillah. Kwa hizi ni dawa ambazo ni chache tu ambazo tunatumia sana katika hali ambazo za kuwasaidia wale watu ambao wasiokuwa na kipato, wasiokuwa na uwezo. Kwa hiyo fanya hivyo kila siku, unamchua asubuhi, unamchua usiku, unamchua na mchana. Mchue asubuhi, mchue usiku, mchue na mchana. Fanya hivyo ndani ya mwezi mzima, insha Allah hiyo hali yake itakuja itakaa sawa biidhnillah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.